Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kupitia jina la Yesu. Mimi ni mkurugenzi wa wanawake taifa. Ninaitwa mchungaji Esther Madinda. Ninapenda kuchukua nafasi hii kukaribisha kwenye kongamano letu zuri kabisa ambalo litafanyika mwezi wa 9 tarehe 8 hadi tarehe 11 2026. Siku ya kuwasili itakuwa ni tarehe 7 mwezi wa 9 2026. Kanisa hili lipo nyuma ya soko la Sabasaba, linapatikana hapa Lumala, Ilemela, Mwanza. Kwa hiyo ninawakaribisha wanawake wote, na hapa ndipo tutakapofanya kongamano letu kubwa kabisa. Kwa hiyo usitamani kukosa kwenye hili kongamano. Haleluya! Hili ndio eneo letu ambalo tutakuwepo katika mandhari hii tukimwabudu Mungu kwenye kongamano letu kubwa kabisa, lile ambalo litafanyika mwezi wa 9. Kwa hiyo ninatamani sana kila mwanamke aweze kufika kwenye hili kongamano. Tafadhali sana usikose, kwa sababu litakuinua na kukupeleka katika kiwango kingine. Amen. Dhimu ya mwaka huu ni mwanamke mcha Mungu. Tukisoma katika ile Zaburi 111 mstari wa 10, anasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na wote wafanyao haya hupata akili. Kwa hiyo tutajifunza habari za kumcha Bwana. Mwanamke mcha Mungu anatakiwa aweje? Unaona kabisa kwamba unapomcha Bwana unapata hekima, unapata maarifa, na hayo maarifa ndio atakayekusaidia na kukuongoza kupata akili katika kulea familia, kulea watoto, kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu na kumwamini Mungu. Hivyo usikose wewe mwanamke mcha Mungu, ili upate akili, upate na hekima ya kuweza kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kuna walimu wazuri sana ambao Bwana amewaandaa kupitia mbeba maono wetu Askofu Mkuu Dr. Daniel Moses Kulola, pamoja na mlezi wa kurugenzi Mama Mese Daniel Kulola. Tumeweza kuandaa walimu wazuri. Wapo walimu wa ndani ya nchi, lakini pia wapo walimu kutoka nje ya nchi. Yupo mwalimu anaitwa Pastor Nancy Melio kutoka Kenya, lakini yupo Mama Askofu Mkuu Mese Daniel Kulola atakuwa mwalimu pia. Yupo Masa Evans kutoka Dar es Salaam, Queen Misana mwalimu wa uchumi, lakini pia yupo mwalimu wa usafi, yupo Pastor Grace. Kwa hiyo tutajifunza vitu vingi sana. Bwana ameandaa walimu wazuri kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kumtumikia Bwana na kwa ajili ya familia yako. Hivyo nisingetamani sana ukose kwenye hilo kongamano.